malengelenge, labda tungekuwa na grupu nitashare ili watu wasome. Malengelenge, alafu kwenye miguu, kwenye uso, kwenye mikono, sio inayowasha sana lakini inatoa maji na mtu anapata pia homa kali, na hata wengine sasa ukiona nje manake hata ndani huko kunaanza kuharibika kwa mavipele yale. Maambukizi yanatokana hasa na kutoka ugonjwa umetoka DRC Congo, ambako wanakula nyani, najua wanakula wale wanyama nyani, na wale ndio wanaohaba wale wadudu. Kwa hiyo ukila manake unachukua na unaweza kuambukiza mtu mwingine. Ulianzia Uganda, nakumbuka Bukoba karibuni ilikuwa Uganda ulikuwepo, wakawa wanajaribu kuzuia kutoka Bukoba, nadhani wameshindwa kama wizara na umefika katika mikoa mingine. Na sisi tumepokea mgonjwa yule jana na tumemweka kwenye karantini kama mgonjwa wa kwanza katika hospitali. Kwa hiyo dalili zake ndio kama hizo, na mtu mwingine unaweza ukafa kwa sababu baada ya homa kali na nini unaweza ukaua na unaambukizwa pia kwa haraka. Kushikana mikono kama mtu hajanao na anayo, kushikana jasho yale maji mtu anapata, kuhusiana, lakini kulala pamoja, kwa mfano watu wanalala kwenye godoro moja, kitanda kimoja, mashuka na nguo, unaweza kupata kupitia njia za namna hiyo. Kwa hiyo wanashauri manake watu wa namna hiyo tuwatenge ili wasiweze kuambukiza watu wengine. Mkiona kinachotokea ni hasa uharibifu wa ngozi ya mtu mwenyewe, anaharibika kabisa, na hata ukija kupona kama baadaye unakuwa kwa hiyo na mapele ajabu na haribu ngozi. Kwa hiyo natushauri tuepuke ugonjwa huu. Ni muhimu watu wakajulishwa, lakini kwa vyote vile ugonjwa upo. Makanisani nadhani tuchukue tahadhari, na kwenye taasisi zetu mbalimbali watu waanze kuchukua tahadhari ili tusiambukizane. Watu nimeona pale baraza wamesema watu wasisalimiane, baraza maaskofu kule, lakini sio agizo la TEC, ni agizo la mahali kwa mahali. Kwa hiyo pengine hata sisi leo najua tumesalimiana, kwa vyote vile tukishasalimia tunawe vizuri kwa sabuni kama ilivyokuwa, na wanakumbusha labda nje ya makanisa tuanze kuweka maji tiririka na sabuni ili watu wanawe na waweze kujizuia na maambukizi. Ni hiyo tu.